Bwana Yesu, makutano yako hapa jioni yamekukimbilia wewe, kama yule mwanamke alivyowaza nafsini mwake baada ya miaka mingi kupita ya mateso ya kilio na misiba. Akawaza, wakati sasa umefika. Sitajali wanadamu wanasema nini, sitajali wanadamu watanisukuma na kunidhalau na kunitukana na kuniona sifai, lakini nitahakikisha ninakutana na Yesu. Naye mara baada ya kukutana na wewe Yesu, ikawa ni mwanzo wa historia mpya na ukurasa mpya wa maisha yake. Nami jioni hii leo nawainua makutano wako haya, wamekuja kwako wakiamini ya kwamba kwako ndio kuna majibu ambayo wanadamu wameshindwa kutoa, ndio kuna njia ambayo wanadamu wameshindwa kutoa, ndio kuna uponyaji ambayo wanadamu wameshindwa kutoa, ndio kuna uwezo wa kuwatoa katika mizigo na mateso ambayo wanadamu wameshindwa kutoa. Asante kwa sababu ninakufanya juu ya mwanamke mmoja, katika jina la Yesu Kristo. Inawezekana kuna mtu mmoja yuko hapa, naye ndani ya moyo wake amewaza na amefikiria na amedhamiria kwamba jioni ya leo haitapita, hakikisha na mkimbilia huyu Yesu. Kama uko hapa unatamani umkimbilie Yesu, unatamani umpe Yesu Kristo maisha yako, unatamani kuokoka, unatamani uwe mmoja wa watu wanaopendwa na Kristo, unatamani uwe miongoni mwa marafiki zake na Kristo, unatamani Kristo Yesu afanyike Bwana na Mwokozi wa maisha yako, unaweza ukainua mkono wako juu, na watumishi wako tutaomba pamoja nawe, na Kristo Yesu ataingia ndani yako. Kama uko hapa unatamani kumkabidhi Yesu maisha yako, kama uko hapa unatamani kuokoka, unaweza ukainua mkono wako juu. Inua mkono wako juu, usiogope. Yaani maisha ya wokovu na usalama maisha yako si wa kuogopa kwamba wale wanadamu wataniambia nini, wanadamu watanitenga, wataniona sifai. Hao ni wanadamu wamesema, watakuona haufai, lakini